Uhuisho na matengenezo ndiyo tiba kwa ulimwengu, kwa mujibu wa Mathayo 24:14. Wapendwa, karibuni sana. Hii ni channel Uhuisho na Matengenezo, ambako kuna mafundisho mbalimbali, mafundisho yanayohusiana na maisha ya kifamilia, mafundisho ya malezi, mafundisho ya Injili, mafundisho ya unabii, mafundisho ya vijana, yani tunagusa nyanja mbalimbali. Mimi ni mwinjilisti Kawija Robert. Leo tungependa kuzungumzia juu ya topic ya malezi ya watoto. Somo letu tutazungumzia jukumu la msingi kwa wazazi wa Kristo. Niruhusu tuombe tupate kuendelea. Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa ajili ya wingi wa fadhili unazotutendea maishani. Ni pamoja na kutujalia watoto, na utupapo watoto huwa Baba mwema unatupatia jukumu pia la kuwaelekeza na kuwalea katika maadili mema wapate kukutukuza wewe. Tumekuja kujifunza, tuone mengi yatupasayo kwa ajili ya kukamilisha jukumu hilo. Tunaomba Roho mwako tuongoze, ni kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu tena katika kipindi. Kama ambavyo nimekwisha kuambia, tunataka kuzungumzia jukumu la msingi kwa wazazi wa Kristo. Biblia inaagiza wazazi majukumu ya wapasao ili kupata kibali machoni pa Mungu, na pia kuandalia familia zao maisha mema katika maisha haya. Tutasoma jukumu la msingi si jingine, si kulima mashamba mengi. Jukumu la msingi kwa wazazi sio kutafuta pesa nyingi. Jukumu la msingi kwa wazazi sio kupika chakula, ila hayo yote ni mema na wala sijapuzia thamani yake. Lakini pamoja na wema wake, hayo sio jukumu la msingi. Jukumu la msingi kwa wazazi wa Kristo ni kuwalea watoto wao na kuwaelekeza na kuwajengea maadili yatakayofanya wawe baraka katika dunia hii, katika jamii watakamokuwa, tena wawe faida kwa maisha yao wenyewe na kwa jamii kwa ujumla. Tutajenga somo letu kwenye kitabu cha Mithali sura ya 22 na fungu la 6. Hapa Biblia inasema, mleye mtoto katika njia impasayo, mleye mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Ili natufundisha ya kwamba msingi wa maadili wazazi wanaowawekea watoto huwa una mvuto kwa maisha ya mtoto hata uzee wake. Ndio maana maandiko anasema, mleye mtoto katika njia impasayo, naye hata uzee hata iacha njia hiyo. Hata iacha njia hiyo. Sasa tunataka tuangalie wazazi wanaoheshimika, wanaosifika hata katika historia ya Biblia ni wale ambao wamekuwa waaminifu katika kazi hii, katika jukumu hili la kuwalelea watoto wao katika maadili mema. Mfano mojawapo ni mama yake Musa. Wasomaji wa Biblia huwa wanasikia fahari kuhusiana na maisha ya Musa, lakini si mara nyingi wanafikiri kwamba Musa aligeuka kuwa kile alichokuwa kwa sababu ya msingi mama yake aliyemwekea. Musa asingelikuwa Musa mnayemjua na kumsikia, asingelitenda yale aliyoyatenda, asingempendeza Mungu kadiri alivyompendeza, asingeliubariki ulimwengu kama alivyoubariki pasipo mchango wa msingi mama yake aliyemwekea. Yani msingi mama yake Musa aliyemwekea umekuwa mchango mkubwa
katika ufanisi wa maisha ya Musa ya baadaye. Kwa wanaosoma Biblia, nataka niwaambie mambo ambaye mama yake Musa alimfanyia. Kisa cha Musa mtakisoma wenyewe katika kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka kwenye Biblia. Kuna mengi yanayozungumziwa juu ya maisha ya Musa. Kuna aliyoyatenda huko Midian alipokuwa akichunga kondoo. Kuna aliyoyatenda alipokwisha kutawazwa kama kiongozi wa wana wa Israeli. Lakini yote, ufanisi wote ulitegemea msingi aliyomwekea mamaye. Ndio maana wazazi, jukumu lenu la msingi ni kuwaelekeza watoto kama tunavyokwenda kuangalia. Mama yake Musa alimtendea mambo mengi, lakini nitazungumzia kama mambo 7 aliyomtendea mama yake Musa. La kwanza, alimjengea sifa na tabia ambazo ya kwanza ilikuwa ni kumcha Mungu na kuthamini mambo ya kiroho. Alimjengea tabia ya kumcha Mungu na kuthamini mambo ya kiroho. Ndio maana imeandikwa katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 fungu la 24 kwamba kwa imani Musa alipokwisha kuwa mtu mzima akahesabu kuwa kuteswa kwa ajili ya Kristo ni hazina kubwa kuliko hazina zote za Misri. Kwa hiari yake akaacha yale yote aliyokuwa anatarajia kuyapata katika ufalme wa Misri, kwa sababu akachagua kuteswa kwa ajili ya Kristo. Ili inategemea ule msingi aliyokuwa amemwekea mama wa kumcha Mungu na kuthamini mambo ya kiroho. Msingi wa pili aliyoweka katika tabia ya Musa ilikuwa ni ujasiri wa kimaadili. Ujasiri wa kimaadili na kuwa mtu mwenye msimamo. Yaani mama yake na Musa alimjengea tabia ya kuwa na ujasiri wa kimaadili na kuwa mtu mwenye msimamo ambaye usingemuhonga na kuacha msimamo wake, usingemtishia na kuacha msimamo wake, ambao usingemsifia na kuacha msimamo wake. Hayo ndiyo malezi mama yake Musa aliyompatia. Na sio hayo tu, jambo la tatu alilomjengea mama yake Musa, alimjengea tabia ya kujitawala na kudumisha nidhamu, discipline and self control. Alikuwa mtu ambaye anajua kujitawala, anajua hii hatuli, hili hatunywi, mavazi ya aina hii hatuvai, tabia ya namna hii haifai watu wa kwetu. Akamjengea hali hiyo ya kujitawala na kudumisha nidhamu. Jambo la 4, alimjengea tabia ya imani na matumaini kwa Mungu. Musa hakuwa na wasiwasi, alijua kwamba nikiwa pamoja na Mungu nitakalo nitalipata. Hakuna haja niwe na wasiwasi. Alimjengea tabia ya kuwa na imani na matumaini kwa Mungu. Hayo ndiyo aliyomfanya Musa kuwa Musa yule mnayemjua, kuubariki ulimwengu kadiri alivyoubariki, kumpendeza Mungu kadiri alivyompendeza, kutenda aliyoyatenda. Kulikuwa mchango wa tabia mama yake aliyemjengea umechangia sana katika ufanisi wa maisha yake. Tuendelee kusoma. Jambo la 5 alilomjengea katika tabia ni unyenyekevu, licha ya kwamba alikuwa amependwa kule ufalme. Japo kuwa alikuwa na mvuto wa kuwa mtoto mpendwa kule ufalme, kule katika ufalme, lakini mama yake alimjengea tabia ya unyenyekevu kiasi kwamba kutoka huko ikulu alikolelewa kwenda kuchunga kondoo, mambo yalipobadilika halikumupa shida.
maana unyenyekevu ulikuwa ni sehemu ya tabia yake, ni sehemu ya maisha yake. Jambo la 6 mama yake aliyomjengea ni kupenda ukweli na haki. Kupenda ukweli na haki. Ndiyo maana alipomuona Mumisri anamuonea Mwisraeli, alimpiga kwa ajili ya kutetea haki. Baada ya mambo haya aliyoyatenda yakawa na athari kwake, matokeo yake akakimbia kaenda huko Midian. Kufika huko hata kabla hajapata kimbilio, sakakuta wasichana wametengeneza maji kwa ajili ya kunywesha mifugo yao. Alafu vijana wanakuja na fujo, wanafukuza mifugo ya wale wasichana, wanapatia ng'ombe zao wanywe yale maji. Musa akakataa, akaingilia vita kutetea watu asio wajua. Maana ndani ya asili yake mama yake alikuwa amemjengea tabia ya kupenda ukweli na haki. Mwisho kabisa katika historia hii ya Musa, mama yake alikuwa amemjengea tabia ya kudumisha hisia ya wito wa Mungu na kuwajibika. Alijua ya kwamba mimi Mungu aliniita, tena nitawajibika namna nilivyotumia wito wangu. Hayo ndiyo yaliyomsaidia. Sasa wazazi na sisi watoto ambao Mungu ametupatia tunawazaa, anatupatia pia jukumu la kuwalea. Yapo mambo tunayotakiwa kuwalea na kuingiza katika tabia zao. Jambo la kwanza ni ambalo watoto wanatakiwa kuingizwa maishani ni utiifu. Watoto wako wanapaswa kuwa watiifu. Neno lako wanalichukulia kama sheria. Unawaambia wanasikia. Sio mpaka mama asubirie mpaka kwamba watasikia baba akiwa ndiye amesema. Watoto wanapaswa kujengea tabia ya utiifu. Kitabu kimoja kinaitwa Malezi ya Watoto, Kiingereza kinaitwa Child Guidance. Ukurasa wake, mtasoma ukurasa wake wa 85. Kuna maneno yanasema, usimruhusu mtoto kuhojiana na wewe wala kukwepa jukumu umwagizalo. Watoto wako unatakiwa kuwalea na kuwafundisha kuwa watifu. Itakusaidia ifuatavyo. Kwako wewe itakuwa ni faraja na fahari kwako. Lakini pia waendapo shuleni hawatashindikana na mwalimu. Waendapo shuleni watawezana. Waajiri wapo hawatashindana na mwajiri. Hawatashindana na watendakazi pamoja na watendakazi wenzao. Wafanyapo biashara maisha yao yani hawatashindana. Utifu ni baraka na wala si utumwa. Na hili linaanzia nyumbani. Usimruhusu mtoto kuhojiana na wewe wala kukwepa jukumu umwagizalo. Wajibu wa kwanza wa wazazi unapaswa kuwa kuanzisha utawala mzuri katika familia. Neno la wazazi linapaswa kuwa ni sheria. Watoto kuwaambia kwamba jamani, fuateni maji, hakuna haja uongee mara 2 mara 3. Wamesikia. Ukiwaambia jamani, njoni, si mpaka upige kelele, wamesikia. Watoto wakizoezwa hivyo tangu utotoni, hilo linawezekana. Wanatakiwa kuwa watifu. Neno la mzazi lapaswa kuwa ni sheria, likizuia hoja zote au mbinu za kukwepa. Watoto wanapaswa kufundishwa tangu utotoni kutii wazazi wao bila masharti. Watoto hawapaswi kutii kwa masharti. Kwamba enyi watoto, uosheni manguo hayo, nikirudi nitawaletea mkate. Hapana. Hiyo ni rushwa.
Ukiwazoeza hali hiyo, hata wakikuwa wawe watu wazima, watajua hakuna huduma inayotolewa kwa bure. Wakimweka afisini, atatoa huduma bila kumupatia kitu. Hiyo ndiyo laani inayoandama ulimwengu. Kwa sababu mama alimzoea kwamba uosheni manguo haya, nikirudi nitakuletea mkate. Sijui nikirudi nitakuletea mua. Mtoto anakuwa katika hali hiyo kiasi kwamba akisha kuwa awe mtu mzima, akiwa mwalimu shuleni, atadai watoto haya na haya ila wapatie alama ambazo wamezipata kwa haki. Akiingia ofisini pale, ila atowe huduma apaswayo kuihuduma, maana ni jukumu lake, ni kwa jukumu hili analipwa mshahara na serikali, lakini atakuomba rushwa ila kutimizie. Kumbe msingi uliwekwa pale kwa mama. Wakati mwingine nidhamu kali inaweza kawafanya watoto kusikia kutokuridhika na kuona ya kwamba na kutokujisikia vyema, lakini wakisha kuwa watu wazima wataona kwamba ilikuwa ni baraka kwao. Jambo la pili ambalo wazazi katika malezi yetu tunapowalelea watoto ambao Mungu ametujalia, tunayopaswa kuwazoeza na kuwajengea kuwa msingi wa maisha ni kuwa watu wenye bidii. Uvivu ni jambo baya. Uvivu ni jambo baya sana. Kitabu kimoja kinaitwa Malezi Bora, Waadventista wa Sabato wanakifahamu. Kinasema ya kwamba mikono isiyo na kazi ndiyo karakana ya shetani anamoendesheza shughuli zake. Mtu mvivu ndiye mtu mwenye wivu. Mtu mvivu ndiyo mtu mwenye fitina. Mtu mvivu ndiyo mtu mwenye tamaa. Mtu mvivu ndiyo mtu mzinzi. Yani kila aina ya ubaya. Mikono isiyo na kazi shetani huwa anaipangia kazi. Ndiyo maana wazazi wanatakiwa kuzoeza watoto kuwa watu wenye bidii. Kile kitabu nilichowasomea kidogo kinaitwa Mwongozo wa Watoto, Child Guidance. Kuna maneno mengine ambayo napenda niyasome, yatatusaidia kuhusiana na jambo hili linaitwa bidii, kama mojawapo wa tabia ambazo wazazi wanatakiwa kuwajengea watoto wao ili kuwaepusha maovu mengi ambayo yako katika njia zao za maisha. Kitabu hicho kinasema bidii ni ulinzi kwa vijana. Mojawapo wa kinga zilizo hakika kwa vijana ni kushughulika na kazi yenye manufaa. Mojawapo wa kinga za uhakika kwa vijana ni kushughulika na kazi zenye manufaa. Binti ambaye anafanya kazi fulani, ambaye akitaka gauni atanunua mwenyewe, ambaye akitaka simu atanunua mwenyewe, hata shawishika viepesi na kijana na kumuharibia ndoto za mbeleni kwa sababu ya shilingi 20,000. Uvivu unachangia kuharibika kwa maisha ya watu. Hebu niendelee kusoma kitabu kile. Watoto wanaofundishwa mazoezi ya bidii ili muda wao wote utumike kwa njia yenye faida na ya kupendeza, hawana mwelekeo wa kulalamika kuhusu hali yao, wala hawana muda wa kuota ndoto zisizo na maana. Msichana ambaye hana lolote, hana popote anakotoa pesa, anaota kijana anampatia simu, anaota anamununulia kiatu. Hali hii inamharibu. Lakini kama anajishughulisha yake mwenyewe, mahitaji yake ya msingi anaweza akajipatia yeye mwenyewe pasipo kumtegemea mtu, maisha yake yatakuwa na mwelekeo na ndoto yake ataifikia. Na vijana vivyo hivyo. Na vijana hivyo hivyo. Ndio maana wazazi, mojawapo wa tabia tunazotakiwa kuwajengea watoto wetu
ni kukua tangu utotoni wakiwa watoto wenye bidii. Maandiko anasema watoto wafundishwe kufanya jambo fulani lenye manufaa. Zaidi ya hekima ya kibinadamu inahitajika kwa wazazi ili kuwalea watoto wao na kuwazoeza kuwa wachapakazi. Wape watoto kazi zinazolingana na umri wao kuanzia utotoni. Kitabu kingine nimesoma kinasema ya kwamba kuanzia miaka 6 mtoto anatakiwa kuwa na sehemu yake na mchango katika shughuli za nyumbani. Ifahamike kwamba hata tukisha kula yeye ndiye anafuta mezani. Ajue kile kitambaa, ile sponji ya kufutia mezani inatunzwa wapi. Ajue ya kwamba kila mnapokwisha kula yeye ndiye anafuta meza, yeye ndiye anaosha kile kyombo cha kufutia, alafu ndiye anakitunza. Na utakuwa ni mchango. Kuanzia miaka 6 mtoto anatakiwa kuwa ana sehemu ya kufanya katika shughuli za nyumbani. Ndiyo maana hapa maandiko yanasema kwamba wape watoto kazi zinazolingana na umri wao na uwezo wao. Tangu utotoni watoto wafundishwe kufanya mambo wanayofanya kulingana na umri wao, na pia waelekezwe kuyafanya vizuri na kwa usahihi. Wazazi wanapaswa sasa kuwahimiza watoto wao wawe huru zaidi. Matatizo makubwa yanakuja hivi karibuni duniani, na watoto wanapaswa kufundishwa kwa namna ambayo wataweza kuyakabili. Wewe unaweza ukafa, walelewe kwa mtu mwingine. Hivi utafikiri wataishi naye vizuri kama wamezoea maisha ya kutokujua kufanya kitu chochote? Hayo yote yanapaswa kufikiriwa. Maandiko anaendelea kusema hivi: wafundishe watoto wako kuwa wenye manufaa, kubeba mizigo kulingana na umri wao, ndipo tabia ya kufanya kazi itakuwa sehemu ya asili yao, na kazi yenye manufaa haitawahi kuonekana kama mzigo kwao. Haya ndiyo yaliyomsaidia Musa. Mama yake alimwekea msingi, na hii misingi wazazi ni jukumu letu kuwekea watoto wetu tunaowazaa, ili wawe baraka katika ulimwengu, wawe baraka kwetu wenyewe wazazi wao, alafu wawe baraka kwao wenyewe, maisha yao yasiwe ya kutilia mashaka. Basi watoto wanapaswa kuzoweza kujituma, na si kila wakati wawe wanafanya kile ambacho umewaambia wafanye. Wakati mwingine huu unaandaa chakula, mkaa huko pale, mchele huko pale, mahindi yako pale na mafuta, wewe nyamanza kimya. Uone kama akili yao itawaambia kwamba naweza kuwasha jiko, nioshe mchele, nipike chakula. Si kila wakati uwe unawaambia kwamba fanya hili, fanya hili, fanya hili. Unajua kulewa katika maadili mema ni pamoja na kuwa na uwezo wa kufikiria wewe mwenyewe na kufanya kile ambacho umekifikiria wewe mwenyewe. Tabia hiyo inatakiwa kuzoezwa kwa watoto. Basi tuendelee. Fundisha kila mtoto kujitegemea kadiri inavyowezekana. Kila mtoto anapaswa kufundishwa kujitegemea kwa kutumia uwezo mbalimbali alionao na vipawa mbalimbali Mungu alivyomjalia. Anatakiwa kuvitumia kwa ajili ya kujitegemea mwenyewe. Kujitegemea nalo ni jambo jingine ambalo wazazi wanatakiwa kulea watoto. Tulee watoto ambao wanajua kujitegemea. Anakuwa hata akiwa unajua, katika maisha haya tumezingirwa na shida. Wapo watoto nakuta baba ana shamba, baba ana ng'ombe,
watoto ni watano, lakini hata hawawezi kujijengea nyumba. Baba akifa, hizi ng'ombe wanauza, shamba wanaanza kuuza, kwa sababu ndani yao hawana akili, hawana mazoea ya kujitegemea. Waliishi maisha ya kutegemezwa na watu wengine. Hilo ni kosa kubwa. Maandiko yanasema watoto wetu tuwafundishe kujitegemea. Kila mtoto ajifunze kujitegemea. Hapo ndipo tunalea vizuri. Hapo ndio tunalea watoto ambao hawatakuwa majambazi. Tunalea watoto ambao hawatakuwa maraya. Tunalea watoto ambao wakijenga miji itaimarika. Awe ni msichana ambaye anajua kujitegemea. Hata ikitokea kwa bahati mbaya mume wake afe, lakini mume wake afe, hata tupa watoto hao kwenda kutafuta wanaume wengine wa kumtegemeza. Tajua kwamba japokuwa nimepata pigo hili, nitawatunza watoto wangu. Alilime shamba ambalo mume wake amemwachia, aiendeleze biashara ambayo mume wake amemwachia, kwa sababu alikuwa akiwa na malezi yaliyomwekea msingi wa kujua kujitegemea. Hilo ni jukumu tena takatifu. Hilo ni jukumu takatifu. Napenda nisome kidogo maneno hapa katika kitabu hicho tunapoendeleza somo la kujitegemea. Maandiko yanasema kumdekeza mtoto asijue kujitegemea ni kuharibu maisha yake ya mbeleni. Kama wazazi wangeweza kuwasaidia watoto wao kujisaidia wenyewe, ingekuwa bora zaidi kuachia mali nyingi wakati wa kufa. Sikiliza maneno haya. Mzazi kuwafundisha watoto wako kujua kujisaidia wenyewe au kujitegemeza wenyewe, utakuwa umewafanyia jambo la maana kuliko kuwaachia mali nyingi wewe wakati unakufa. Si wakati mwingine unawacha mali wanakula miezi miwili hakuna kitu, miaka miwili wamekomba kila kitu, lakini kuna yule ambaye anawaacha hata kuna chochote amewaachia, lakini maadili mema, kujua kuwa watifu, kuwa wenye bidii, kuwa na hiari ya kujitegemea na kuwa na hiari ya kutokumtegemea mtu. Yani hii inakuwa ni hazina ya maana amewaachia. Ndicho kimezungumziwa hapa. Ninapomalizia napenda nisome maneno haya. Ingekuwa bora zaidi kuliko kuwaachia mali nyingi, watoto wafundishwe kujitegemeza wao wenyewe. Watoto wanaowachwa wategemee juhudi zao wenyewe huwa wanaume na wanawake bora zaidi maishani. Bora zaidi. Watoto wanaojifunza kutegemea mali zao wenyewe kwa kawaida huthamini uwezo wao, hutumia vizuri fursa walizonazo, na huendeleza na kuelekeza vipaji vyao ili kufikia malengo yao maishani. Mara nyingi hujenga tabia za bidii na matumizi mazuri ya mali na maadili mema, ambayo ndiyo msingi wa mafanikio katika maisha ya Kikristo pia. Mtu akishindwa kuwa na maadili mema katika jamii, hata kuwa Mkristo mwema. Mtu akishindwa kuendesha shughuli za nyumbani kwake, hata za kanisani hataweza. Mtu akishindwa kumpendeza mume wake, hata mpendeza Mungu. Mtu akishindwa kuishi pamoja na mke wake, hataweza kuishi pamoja na Mungu. Ndiyo maana ebu wazazi tukumbuke ya kwamba jukumu letu la msingi si kulima mashamba mengi, si kujenga nyumba kubwa, bali ni kuwalea vizuri watoto wetu. Na yale mengine tuyafanye ni mema, lakini hili ndilo lipewe kipaumbele. Bwana tujalie neema hiyo na hiari hiyo
na busara hiyo kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Uhuisho na matengenezo ndiyo tiba kwa ulimwengu, kwa mujibu wa Mathayo 24:14.